Captain, hongera kwa mchezo. Bwana, asante sana. Umeingia kama kutoa bench na kwenda kupatia timu yako ushindi ambao umewapa nafasi ya kuongeza alama. Sawa sawa. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ulikuwa mchezo wetu muhimu sana, kwa sababu ligi sasa hivi ina ushindani na sisi tulishasema kwamba huko sio kwetu ligi kuu, kwa mechi leo ilikuwa mechi ya muhimu sana. Kwa hiyo hata nilivyoingia zumuni na kusudi kuingia uwanjani ilikuwa kujitahidi kuwapush wenzangu mimi mwenyewe tuweze kupata matokeo. Kwa nashukuru Mwenyezi Mungu na mimi ndio nimekuwa mtu wa kuipa timu matokeo. Nashukuru sana. Ukiwa kama nahodha kuanzia benchi na kuingia huwa inakupa picha gani kwa wachezaji ambao unaoongoza? Kwanza inategemea mechi ipo kwenye hali gani. Kama ukiingia mechi inaongoza na kwa rahisi kwa push wenzako ili muweze kuinda kile ambacho mnacho. Lakini ukiingia mechi ikiwa bado 50-50 haieleweki mshindi nani, kwa hiyo ndio unakuwa kiongozi kwenye timu. Unatakiwa push wenzio waone muda bado na kila kitu kinawezekana katika mpira. Ulijisikiaje ukiwa kama kapteni wa timu unaingia dakika 5 ndani ya dakika 5 unasawazisha goli? Nimejisikia furaha sana kwa sababu jukumu kubwa sana nalo kwenye hii timu kama kapteni, lazima niwe kiongozi. Kwa hiyo mimi kuingia na kufanya vizuri, kwa hata mtu mwingine kwenye mechi nyingine akiingia sababu anaona kabisa yeye pia anaweza kubadilisha mchezo ili tuweze kupata ushindi. Uhuru kuna dabi. Ndio. Tupe neno kidogo. Unajua umewahi kupita kwa Simba. Ndio. Nadhani leo Everlight kutokana na namna ambavyo tunazifuatilia timu zikicheza kama taifa na ligi ya NBC Premier League, nani ambaye anaweza at least akawini finali? Na siku zote dabi ni mechi ngumu sana. Na ukiangalia Simba na Yanga ndo anaongoza kwa pointi 5, Simba yuko nyuma. Kwa hiyo sasa hapo Simba yeye anaingia ili aweze kupunguza gap la pointi, Yanga anaingia na confidence ili aongeze pointi ndani azidi kumkimbia Simba. Kwa hiyo hii mechi iko 50-50, lakini Yanga ana asilimia kubwa sana kushinda kutokana na ubora wa kikosi chake. Asante.